Askofu wa Roma na kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki duniani, Papa Francisco amerudi kwa Baba. Haya ni maneno yaliyosikika kutoka kwa Kardinali Ferrelli, kiongozi wa Vatican, alipokuwa akitangaza kifo cha Papa Francisco. Carissimi fratelli e sorelle, con profondo dolore devo annunciare la morte del nostro Santo Padre Francesco. Katika historia ya dunia, vifo vya viongozi wakuu wa dini imekuwa ni tukio la mshtuko na majonzi makubwa kwa waumini wao. Lakini linapokuja suala la kifo cha Papa wa kanisa Katoliki, tukio hili linakuwa ni zaidi ya majonzi. Lakini baada ya kifo cha Papa, mchakato maalum huanza. Tena mchakato huu ni wa kihistoria ambao umefuatwa kwa zaidi ya miaka 1000 iliyopita. Hapa nitakwenda kupitisha kwenye vipengele maalum vinavyofanyika mara tu baada ya kifo cha Papa. Mara baada ya kifo cha Papa, Vatican inaingia katika kipindi kinachoitwa interregnum. Hiki ni kipindi ambacho kanisa Katoliki inakuwa bila kiongozi mkuu. Mchakato huu huanza na uongozi wa Vatican kupitia ofisi maalum inayojulikana kwa jina Camerlengo. Camerlengo ni nini na inafanya nini? Nitakwenda kukupitisha katika majukumu kadha wa kadha yanayofanyika na ofisi hii maalum inayoitwa Camerlengo. Jukumu la kwanza la ofisi hii ni kuthibitisha kifo cha Papa. Katika kuthibitisha kifo cha Papa, kiongozi wa Vatican humuita Papa mara 3 kwa jina lake rasmi. Lakini ikiwa kama hataitika, basi kifo chake kitathibitishwa rasmi, na ndipo atakwenda kutangaza kifo hicho kwa dunia rasmi. Na hichi ndicho kilichofanyika mara tu baada ya kifo cha Papa. Kabla ya kutangazia dunia kuhusu kifo hicho, kiongozi wa Vatican alimuita mara 3, na baada ya kuthibitisha kwamba hakuitika, ndipo dunia ilipotangaziwa rasmi kwamba tunaomboleza kifo cha Papa Francisco. Hata hivyo, zamani taratibu zilihusisha vitu vingine ambavyo ni tofauti kidogo na taratibu za sasa, ambapo zilihusishwa nyundo ndogo za shaba, ambapo alipigwa marehemu kidogo katika paji lake la uso mara 3, na kama endapo hakujigusa au hakuonyesha ishara yoyote ya kwamba yuko hai, basi anatangazwa rasmi kwamba amefariki na dunia inatangaziwa. Lakini desturi hii iliishia au ilisitishwa mnamo mwaka 1963. Lakini jukumu la pili la ofisi hii maalum ya Camerlengo ni kutangaza kifo kwa dunia. Baada ya hapo, baada ya kuhakikisha kwamba ni kweli Papa amefariki, kinachofuata sasa ni kutangaza rasmi kuhusu kifo cha Papa kwa dunia nzima. Habari ya kifo cha Papa hutangazwa rasmi kupitia chombo cha mawasiliano cha Vatican. Na hivi ndivyo ilivyofanyika wakati huo ambapo Papa alipofariki. Makanisa yote hutangaziwa na kengele maalum kugongwa kama ishara ya maombolezo. Lakini jukumu la 3 ni kufunga ofisi ya Papa. Vitu vyote vya ofisi ya Papa hufungwa rasmi, na pete ya Papa na muhuri wa Fisherman's huharibiwa kuashiria mwisho wa utawala wake. Jukumu la 4 ni kuanza kuandaa mchakato mzima wa mazishi. Mazishi ya Papa ni lazima yafanyike kulingana na taratibu zilizowekwa. Ni lazima yafanyike ndani ya siku 4 hadi 6 baada ya kifo chake, na kisha kanisa huingia katika siku 9 za maombolezo rasmi.
Baada ya kifo chake, Papa anazikwa katika makaburi ya St. Peter's Basilica, isipokuwa kama aliacha wosia wa kuzikwa sehemu nyingine. Baada ya maombolezo na mazishi, kanisa linaingia katika hatua muhimu zaidi, hatua ya kumchagua kiongozi mpya wa kanisa Katoliki. Mchakato huu mzima unajulikana kwa jina conclave. Conclave inafanyika vipi? Tutakwenda kufahamu. Conclave inafanyika kama ifuatavyo. Ndani ya siku 15 hadi 20 baada ya kifo cha Papa, makardinali wenye umri chini ya miaka 80 hukusanyika Vatican. Makardinali huwa wanajifungia ndani ya kanisa la Sistine, na hakutakuwepo na simu, waandishi wa habari, wala mawasiliano na dunia ya nje hayatakuwepo. Makardinali hawa watapiga kura kwa siri, wakirudia mara kadhaa hadi mmoja wao atakapopata 2/3 ya kura. Baada ya kura, kinachofuatia ni cha kusisimua zaidi. Kila baada ya mzunguko wa kura, makaratasi hayo yanayotumiwa katika uchaguzi huchomwa moto. Moshi mweusi ukitoka, inamaanisha hakuna maamuzi yaliyofanyika bado. Makaratasi haya huchomwa pamoja na kemikali maalum zinazozalisha moshi mweusi. Kemikali zinazotumika mara nyingi kitaalamu huitwa sulfur na resin, ambazo huleta moshi mzito na mweusi unaoonekana kwa mbali. Moshi mweupe unapotoka, inamaanisha papa mpya amechaguliwa, ambapo makaratasi ya kura huchomwa pamoja na kemikali zinazozalisha moshi mweupe. Kwa kawaida kemikali hizi ni potassium chlorate, lactose na pine resin, ambazo husaidia kuchoma karatasi kikamilifu bila kutoa moshi mweusi. Mara baada ya papa mpya kuchaguliwa, anatangazwa kwa dunia yote kwa maneno maarufu yanayojulikana kama Habemus Papam, ambapo kwa hili neno la Kilatini ambalo kwa Kiswahili linamaanisha tumepata papa mpya. Na hapa ndipo ulimwengu mzima usherekea na safari mpya ya kanisa Katoliki kuanza rasmi. Licha ya kifo cha papa kuwa pigo kubwa kwa waamini wake, mfumo wa kanisa Katoliki umejengwa katika misingi imara na ya kipekee. Hivyo kila jambo huenda sawa kulingana na jinsi ilivyopangwa. Hata hivyo, baada ya kifo cha Papa Francisco kutangazwa rasmi katika Vatican, kanisa litaomboleza, lakini taratibu zake zitahakikisha mrithi wake anapatikana. Kanisa linaendelea kusimama.